Na mtazamaji na Kivona Media, karibu kwenye Sports News. Hapa tunazungumza masuala ya michezo ya hapa nyumbani na hata nje mpaka Tanzania. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare, jambo la msingi kuliko la bibia. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, kote kutufahamika kama na Kivona_media. Nyuma kamera amesema Clay kufanya kwenye lenzi ya kamera yake kuleta kwenye kioo ya simu yako au TV yako au kompyuta au kifaa chochote ambacho unatumia kukitazamia. Niko hapa na Rashid Chaba Mchome, the heavyweight champion. Tunajadili masuala mazima ya mchezo. Mchome, tunaona baadhi ya wasemaji au wasemaji karibia wote wa ligi kuu soka Tanzania bara wakiwaandama sana wanahabari kwa kwamba wachambuzi wa masuala ya michezo. Unadhani kwa haya wanayofanya hawa wasemaji kuandama wachambuzi wa michezo, unadhani hawa wachambuzi wa michezo kuna sehemu wanakosea au kuna sehemu hasa wanaharibu soka la Tanzania? Kwanza tunatakiwa kuwapa credit watu wa habari kwa kiasi kikubwa, ndio watu ambao wameiboost hii ligi kupendwa na watu wengi. Unajua tangu enzi ambao hatuwezi kuyaona yanayoendelea kwenye ligi, kwa maana kinachoendelea, kwa maana kutazama michezo mbalimbali, lakini mpaka hivi sasa tunashuhudia takriban michezo yote ya ligi kuu kwa kiasi kikubwa. Ni kazi kubwa wameifanya. Shida imekuja sehemu moja. Nadhani mamlaka zilianza kufanya hii kazi vizuri mara baada ya kuona kuna kulega kwa hii tathmia, wakaja na issue ya ithibati, kuhitaji kuwa na watu ambao wamesomea. Fine, hivi sasa wapo, lakini una mashaka na kile ambacho wengi wanakifanya, inastua kidogo. Nitakupa historia fupi Nixon. Kipindi cha makuzi yetu, ukifika katika vijiwe vya soka, vijiwe vya kahawa au maskani, kulikuwa zamani wakibishana, kuna mtu anakuambia nimelisikia kwenye redio. Kwa maana gani? Jambo hilo lina uhakika zaidi. Lakini hivi sasa kumekuwa na aina ya kuziaddress media kwa namna tofauti. Kwa nini? Kumekuwa na namna ya kuziendea media kwa sababu asilimia kubwa ya hizi media zinahitaji endorsement, na endorsement zinaangalia comments, likes, yani wanadeal na namba zaidi. Na ndio maana aina ya utangazaji, aina ya uchambuzi kwa hawa wachambuzi ambao wapo imekuwa ya kitofauti zaidi. Yani haji mtu na takwimu, haji mtu na data, isipokuwa anakuja na hali ya kujichetua. Lengo na madhumuni ni kutengeneza numbers. Yani kuna muda mtu unahitaji kupata details kutokana na aina ya mechi unayokwenda kucheza, ama ujue kama timu yako inacheza timu pinzani, wapi timu yako ina ubora, wapi timu yako haina ubora. Badala yake tunakuja kupata mtu anakuja tu anaamua kujichetua vitu ambavyo pengine wangezungumza mashabiki. Na pia kuna muda wao mashabiki wanazungumza soka mpaka kama yes, kumekuwa na mabadiliko kiasi kikubwa. Of course hii yote kwa yote ni kutafuta endorsement. Watu wanatafuta like, umaarufu, comment, kwa sababu anajua nikimpiga Yanga wana Simba kwa kiasi kikubwa watakuja pale, wata comment, yani watakasirishwa na kile kitu, au nikipiga Simba wana Yanga watakuja kwa kiasi kikubwa. Hicho ndio kimejengeka. Lakini kitu kingine ambacho nakiona Nixon, baadhi ya watu kwenye hizi field hasa za michezo hawaijui, yani hawalijui soka. Yani wachambuzi wengi hawalijui soka, yani hawajui mpira. Ni kwa vile tu wamekuwa wafuatiliaji, anajua mchezaji huyu, anajua tu ametoka wapi, lakini sio kulijua soka kwa maana ya misingi ya mpira. Hapa amecheza kwa namna gani, kwa nini mwalimu amemtumia huyu hapa na hivyo. Nazungumza haya nikiwa na ushahidi Nixon. Tumeshuhudia vitu vingi hasa kwenye dirisha la usajili. Wapo walikuwa wakifanya hii kazi ya kuripoti hasa kwenye masuala ya mambo ya usajili. Niliwahi kushuhudia moja ya wachambuzi, miongoni mwa wachambuzi ambao ni wanaaminika pia kwenye masuala mazima ya usajili, amemchambua mchezaji. Kwa namna ambavyo amemchambua na namna ambavyo nimekwenda kumwangalia namna ambavyo anacheza ni vitu viwili tofauti. Unaona kabisa ni mchambuzi ambaye amemtazama mchezaji kwa YouTube, jambo ambalo YouTube kama ana upload video zake mara nyingi anaweka akiwa kwenye ubora. Yani hakuna Nixon mtu anaweka clip zake anapelekwa, yani kwa maana kama ni beki anashambuliwa tunaona kwamba siku hiyo hayupo kwenye performance. Anaweka vile vitu ambavyo mara nyingi yeye vinampenda. Unaweza ukaona namna ambavyo amemchambua ule mchezaji, anaonesha kwamba ni mchezaji wa namna hii. Mbaya zaidi hiyo ujue kwamba hamjui namna gani anacheza. Hata jina linavyotamkwa na linavyoandikwa unaona kabisa anatamka jina lake tofauti. Unaona kabisa huyu hakumfuatilia vizuri huyu mchezaji, lakini anahitaji tu kuja public
kuonyesha anafanya utafiti, anafuatilia wachezaji ili aweze kupata zile mileage, kwa sababu ni kipindi ambacho kila mtu anatamani kujua tumesajili mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo Nixon, nikizungumza hivyo, wana haki ya wasemaji kuwashambulia, lakini pia sisi wanahabari tuna room ya kujiuliza, lakini pia kuna haja pia ya kubadilika, kuangalia vitu bora hasa ambavyo vinahitajika, kwa sababu tunasikilizwa na watu wengi, tunatazamwa na watu wengi. Nixon, tumekaa hapa tukizungumza masuala ya michezo, labda tunajaribu kudadavua kitu ambacho kipo kwa muda huo, lakini kuna anayetutazama anajua zaidi ya sisi. Kwa hiyo kile ambacho tunacho kiuhalisia tukitoe, ili yule alichonacho ukiongeza na hiki kilichonacho, tujenge kitu kikubwa ambacho pia kesho na kesho kutwa kitakuwa kinatengeneza watu ambao wanalijua soka, kwa sababu Nixon, kuna watu hasa wanawake ambao hivi sasa wamekuwa wakifuatilia pia mpira, wamevutiwa zaidi na namna ambavyo hizi kazi zimekuwa zikifanywa, tambos za mashabiki, akuona uchambuzi, hizi sajili, wachezaji wanakuja, wamekuwa wakiwavutia, mara nyingi wamekuwa wakipendezwa, wakawa wanafuatilia hii michezo, lakini sio watu ambao wanaujua sana mpira. Lakini je, atakapokusikiliza wewe Nixon ukizungumza, yani muda huo ndio umepewa hiyo mileage ya kuzungumza, na upo kwenye kituo kikubwa ambacho kinafuatiliwa kama sisi tunaofuatiliwa, unanielewa? Kwa hiyo unaona kwamba kuna wimbi kubwa la watu ambao unawapoteza kwenye hili soka, ambapo kesho na kesho kutwa kupitia ushabiki wao huenda tukapata viongozi, kupitia ushabiki wao tukapata marefarees, tukapata makocha, kwa sababu hao wote wametokea huko kwenye ushabiki. Kwa sababu huwezi kuwa pale ambapo hivi sasa tunazungumza baadhi ya viongozi wakubwa kwenye soka kabla ya kuwa mshabiki, kwa sababu unajua kwamba kumbe ikitokea hiki na hiki kinatokea hiki, tukiwa na hiki na hiki tunapata hiki. So of course ni vitu vya kubadilika kweli kweli. Mimi naamini sio kama hawajui, lakini kuna kitu wanakitafuta, umaarufu na hizo numbers pamoja na kupata mail ili waweze kukua pale ambapo. Naam, Chome, umeongelea vizuri kweli kweli kuhusiana na wachambuzi hawa ambao wasemaji wa vilabu wanawazungumza, lakini hapo hawa kwa wasemaji wanavyozungumza wakiwataki wachambuzi, huoni kama wao pia wanajiwekea uzio au wanajiwekea kinga, kwa maana kwamba wachezaji wao hata wakiharibu wasizungumzwe? Kumekuwa na hilo wimbi la kuwashambulia, kwanza wasemaji kuwashambulia wanahabari pamoja na wachambuzi. Si kitu kibaya wala si kitu kizuri. Kwa sababu gani? Kuna muda wanaongea ukweli ambao unakuta kumetengenezwa vita, watu wanabishana, jambo ambalo ni uhalisia moja kwa moja. Lakini wakati huo huo yeye yupo kwenye kazi yake. Unajua, nilikuwa na siku moja tulizungumza hapa, kazi kubwa ya PRO kwanza ni bridge baina ya taasisi na jamii. Yeye anaunganisha, kwa maana kinachoendelea ndani ya taasisi, kwa maana hizo timu anazosemea, yeye anakuwa pale katikati kuwahabarisha washabiki, kwa maana ya jamii ambayo inatamani kujua kitu gani kinaendelea. Lakini pia kitu kubwa ni kulinda brand na kuipa thamani brand ya taasisi ambayo ameisimamia. Kwa maana gani? Kuna muda kinasemwa kitu ambacho kinatengeneza taharuki. Kwa hiyo ukikaa kimya utazua ile taharuki itakuwa inaendelea kusambaa. Kesho kutwa watu wataondoka na kile ambacho kilisemwa na Niki juu ya taasisi yako. Kwa kuna muda unatakiwa kutoka public ugadi kwamba jamani, hiki si kweli wala hatuko nacho. Na ndio maana kuna muda inaweza ikawa imepostiwa taarifa, ukamwona labda msemaji pale alikama akaandika uongo kwamba hicho kitu hakipo. Ni kweli, hakuna haja ya kubishana, lakini kuna muda wanatakiwa wazuie. Lakini sasa tuje ni namna gani ya kugadi au kuzuia hivi vitu. Hiyo ndio imekuwa changamoto, kwa sababu uende ukaja na namna nzuri kweli kweli ya bila kubishana nao, kwa sababu unawahitaji na wewe wanakuhitaji. Nikizungumza unawahitaji, kuna muda unakuja na kauli mbiu au unahitaji taarifa yako iwafikie watu wengi, utahitaji hizi media ziweze kusimama na wewe kufikisha ile taarifa ambayo ulikuwa unaitoa. Kwa hiyo kwa muda huo unatakiwa pia ubuni njia nzuri ambazo zitakuwa hazikuathiri wewe wala kuziathiri media ambazo wewe unafanya nazo kazi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni wenzako kwenye hizi, kwa sababu ni watu ambao wanategemeana. Wasemaji hao waje na wabuni njia sahihi za kugadi hizi taarifa ambazo zimekuwa, kwa sababu hivi sasa Nixon, kumekuwa na wimbi kubwa la new media ambayo haipingiki. Yani wewe na Clay mnaweza mkakaa ghetto, kwamba Clay ni rekodi, then ukatoa taarifa ambayo ukaipandisha, ni moja kwa moja ishakuwa public. Utakapoipandisha watu wengi wataiona, kila mmoja na namna yake ya kuipokea.
Kwa hiyo kwenye namna hiyo huwezi kuzuia au ukajibu kila kitu, utengeneze tu kitu kama elimu ya wale watu ambao wanakufuatilia kwamba taarifa rasmi kutokana na klabu yetu unazipata hapa hapa na hapa. Popote utakapopata taarifa ambayo haihusiani na klabu yetu, basi hiyo taarifa sio sahihi. Kwa hiyo njia nzuri nadhani ni hiyo Nixon. Pengine wakifanya hivyo watakuwa pia wametengeneza mazingira bila kutengeneza uhasama au bifu baina ya wasemaji na wanahabari. Naam, umejibu vizuri. Turudi hapo kwa wachambuzi. Wachambuzi wamekuwa wakiongea maneno makubwa, maneno ambayo mara nyingi huwa kama anatoka kwenye klabu husika. Huenda wengi wanazungumza kwamba hawa wachezaji wanalipwa na baadhi ya vilabu, viongozi kwenye vilabu, yani kwamba ni machao wanatumika na vilabu fulani. Kwa upande wako hili unalitazamaje? Kuna muda unaweza ukahisi hicho kitu kwamba huenda kawa wanatumika ama wanalipwa, lakini unaweza ukakubali au ukakataa, japo sina uhakika kwa sababu sijawahi kushuhudia hicho kitu, lakini najua kuwa wanazungumza na hawa wachambuzi, wanahabari. Tunajua tradition timu ambazo ziko hapa na idadi kubwa ya mashabiki wanatoka kwenye timu hizo. Hata hao wenyewe ni wana mapenzi na hizo timu. So kuna muda wanakuwa dependent journalism, yani kuna muda wanashindwa yani kuzuia mapenzi yao au hisia zao kwenye kazi, jambo ambalo by professional wako kimakosa. Unapokuwa kwenye nyuma ya kipaza, unakuwa kumhabarisha au kutoa taarifa ambazo zina uhalisia ama ni za uhakika, kwa sababu zinakwenda na huenda zikaleta picha ambayo ikazua taharuki. So ukizungumza wanalipwa au hawalipwi, huenda ikawa wanatumika, inawezekana, kwa sababu hayawezi kuzungumzwa tu, yani huwezi kusikia kwamba huyo ni chao, haiwezi kutokea tu kwa bahati mbaya. Wanatumika, wanalipwa, huenda ikawepo hivyo, lakini mimi naamini wanashindwa kuzuia mapenzi yao baina ya hizi timu mbili, jambo ambalo linafanya wao kuwa nje ya professional ya kazi zao. Pengine wanatakiwa kuboresha pia kwenye eneo hilo, au wajue majukumu yao, ni kitu gani wanatakiwa wakifanye. Huu maarufu upo na hizi namba wanazitafuta zipo tu, unaweza kuzipata hata kwa kuwa bora. Mimi kuna baadhi ya vijana wanafanya kazi nzuri bila kujichetua. Juzi walizungumzwa hapa, miongoni mwa vijana ambao wanafanya kazi nzuri, naweza nikadeclare hapa, anaitwa George Magunga, mmoja ya kijana ambaye ukimsikiliza unafeel kabisa huyu dogo anafanya kile kitu ambacho anapaswa kukifanya kwa kiasi kikubwa. Anachambua na unavutika kwenye uchambuzi wake, watu wanamfollow, watu wanamfuata, na namba anapata, japo sio hivyo, lakini namba anapata kwa kile kikubwa ambacho anakifanya. Sasa njia ya kujichetua huenda ikawa ndio njia yao sahihi, lakini wanakuwa kinyume na professional journalism. Naam, asante sana Nixon. Naam, huyo ni Rashid Shaban Chome, the heavyweight champion, ambaye amezungumza vizuri kwa kweli sakata ambalo linawakumba wachambuzi na wasemaji wa vilabu hivi vikubwa, hususani Simba na Yanga. Mengi yamezungumzwa, basi endelea kutufuatilia kama na Kivona Media kwenye kurasa za Instagram, Facebook, Twitter, kote huko. Ni pia usahau kusubscribe, like, comment na kushare, jambo la msingi kwa kweli. Nyuma kamera msimamizi mzima Clay, ambaye akifanya vizuri kwa kweli, picha ngavu, mambo yanakuwa hivyo. Mimi naitwa Nixon Mgeni, ciao.